Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Sports Updates? Ni wakati mwingine ndani ya Gavo Media, kipindi chetu pendwa kabisa cha Sports Updates. Sportsman wako Frederick Kadala, tuko sambamba, tuko unyo kwenda kukupitisha kwenye masuala mazima ya kimichezo. Na leo bwana, tunazungumzia story kubwa kwenye anga la hapa nyumbani Tanzania, na uhusu klabu ya Simba. Klabu ya Simba bwana imezuiwa kuwa na mashabiki katika mchezo wao wa CAF Champions League hatua ya kwanza preliminary, wakicheza na Gaborone baada ya kupata ushindi kule ugenini wa bao 1-0, goli likifungwa na Elim Panzu, assist nzuri ya Shomari Kapombe. Na baada ya mechi ile wakarudi nyumbani, wamecheza mchezo wa ligi kuu hapo jana, wamepata matokeo yao safi kabisa, mabao 3-0, goli la Jonathan Soa, lakini pia Jean Charles Ahoua ametia kamba na kuanza msimu wake vizuri kabisa, na Rushan De Rock na akitia kamba, Simba kishinda 3-0. Sasa pointi yetu ipo katika mchezo wa kimataifa ambao utachezwa Jumapili. Simba amefungiwa kutokana na matatizo waliyosababisha kwenye mchezo dhidi ya Al Masry wa kufuzu hatua ya makundi, ikiwasha miale ya moto ambayo ilipelekea moshi uwanjani, ambao imepelekea kukatwa dola 50,000, lakini pia wamepigwa faini ya dola 35,000 kwenye mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane ambao ilitokea sintofahamu kwenye kiwanja, kwa kujumlisha na kwa dola 85,000 ambao kwa kitanzania sasa na milioni 208. Kwa Simba wamepitia jambo hilo kulipa fidia hiyo na kutoruhusu mashabiki kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea kwenye mchezo huo wa kufuzu katika hatua inayofuata. Kwa unaona kabisa imeleta hasara ndani ya kikosi cha Simba. Sasa sababu zipi ambazo zitaenda kuwakumba kuleta athari kwenye mchezo huu? Watapata athari zaidi ya 3. Kwanza watakosa ile nguvu ya mashabiki, kuwa hype, ile hamasa kubwa. Wachezaji unajua wanavyoona mashabiki wengi kiwanjani wanapata ile nguvu ya kutafuta matokeo. Sasa wataikosa hiyo. Lakini pia watapata hiyo adhabu ya milioni 208. Unaona kabisa ni fedha ndefu, na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba wao wenyewe Simba mashabiki wataekewa namba au namna nzuri ya kulipa hiyo pesa waweze kuichangia klabu, tofauti kwenda kutoa kwenye mfuko wa klabu, basi watajitahidi wenyewe kuchangia ili kuweza kuilipa hiyo fedha. Lakini pia jambo la tatu, watakosa mapato. Unaona kabisa mashabiki wanavyokosekana, basi yale mapato ya kuingia uwanjani watayakosa kwa kiasi kikubwa, na kupelekea Simba kutopata faida ya kuwa nyumbani. Na ukiachana na hilo bwana, tunaenda kuzungumzia issue ya Yanga Africans hapo kesho bwana, wanaingia dimbani kama kawaida yao, wanaenda kuta mchezo wao dhidi ya Wilete. Wanaingia zidi kwenda kupambana nao kujua nini kitatokea. Baada ya mchezo ugenini Yanga kuibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0. Mabao 3 yakitiwa kimbindoni kabisa safi, na Yanga goli kifungwa na Azizi Andambwile, Prince Dube, mechi kisha 3-0. Kwa unaona kabisa Yanga ana uhakika mzuri wa kufuzu katika hatua inayofuata kama umeweza kushinda ugenini ambapo sio nyumbani kwako, kupata mabao 3-0. Kwa unaona ni advantage kubwa. Sasa wanarudi nyumbani kucheza na Wilite ambao tayari washakuja toka juzi tu hapo, wanaendelea na mazoezi yao kujipanga na mchezo huu kutakuwa na nini, na wamecheza pia, wamekutana kwenye mkutano wa waandishi wa habari, wameongea vitu vingi. Kwa mchezo huu mimi ninavyoona Yanga anaenda kwa tofauti, anaenda kuzidisha pale alipoishia, anaenda kushinda bao nyingi kwa sababu ugenini tu wameweza kumwazibu. Lakini Wilite nilipomtazama kama mpinzani, ni mpinzani mzuri akiwa na kocha Bruno Ferri ambaye ashakupita kwenye klabu ya Azam FC kwenye wakati fulani, ameelekea huko kule kina Skudu Makudubera, anajua ligi ya Tanzania. Kwa kwenye aina ya uchezaji wao ni uchezaji mzuri, wanacheza mpira mzuri, wanagusa, wanaachia, lakini pia wanafika kwenye boksi la mpinzani. Lakini kwenye matumizi yao ya nafasi ndio imekuwa tatizo kubwa, kupelekea kutokupata magoli. Wameshindwa kupata goli nyumbani, ugenini itakuwa ngumu kwao. Na Yanga ukijaribu kutazama, wao wana advantage wakiwa nyumbani, mashabiki wao watakuwepo, wana wigi wa mashabiki. Ndani ya Benjamin Mkapa anaingiza mashabiki 60,000, na kwa upande wa kiingilio mzunguko tu ni shilingi 3,000. Kwa hiyo unaona kabisa mashabiki wataingia kwa vya kutosha. Ukiangalia pia ni mchezo ambao unachezwa katika siku ya weekend, inaleta nafasi nzuri kabisa ya wao kuonyesha uwezo wao. Lakini pia story ambayo inatupeleka kimataifa inahusiana na klabu ya Manchester United bwana. Hawa ni mashetani wekundu hawa bwana. Kuna hatari kubwa mno sana pale ndani ya kikosi chao, nikiwa na maana kwamba wachezaji wakiwa Manchester United hawaonyeshi uwezo mkubwa na kuimbwa, lakini wakitoka Manchester United wanakuwa na uwezo mkubwa. Jaribu kutazama pale Napoli, kuna vyuma viwili vimetoka Manchester United. Kuna Scott McTominay, lakini pia kuna
Hojland. Kwa unaona wale wapo kule Napoli wanaonyesha uwezo mkubwa, wanafunga mabao, wanatengeneza nafasi. Kama ukijaribu kutazama Scott McTominay msimu jana alikuwa ni MVP wa ligi ya kule Napoli, ligi 1. Kwa unaona kabisa ni wachezaji ambao wanaonyesha performance bora sana. Lakini ukiachana na hilo, kuangalia jaribu kutazama kwenye mambo mengine, wachezaji ambao wako sehemu nyingine, akina Onana wapo kule Trozoba anaonyesha uwezo mkubwa. Lakini pia kuna kule Real Betis huko Anthony anafanya balaa. Rashford alienda Aston Villa akaonyesha, lakini pia akaenda kule Barcelona akaonyesha zaidi. Sancho huko Aston Villa anaonyesha. Kwa unaona kabisa wachezaji wakitoka ndani ya Manchester United wanaonyesha uwezo mkubwa, lakini wakiwepo pale wanakuwa waonyeshi uwezo kwa kiasi kikubwa. Sasa wewe kama mdau, hii tunakuachia kama quiz ama homework, utuambie nini kinasumbua wakiwa pale Manchester United wanashindwa kuonyesha uwezo, lakini wakiwa timu nyingine wanaonyesha uwezo mkubwa. Lakini jambo lingine la kimataifa sana, kiungo Pablo Gavi. Bwana huyu fundi anauguliwa na majeraha, na wenzake kutoka Barcelona kina Lamine Yamal kina Fermin Lopez walienda kumtazama, na yeye mwenyewe akisema kwamba siku zote nyakati ngumu zinatokea, lakini pia inabidi uinuke, uwe imara na uweze kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa Pablo Gavi amemaliza hivyo akiwa anaangalia majeraha yake, atarudi lini uwanjani. Karibu miezi 4 atakuwa nje ya uwanja kwa ajili ya kujiuguza majeraha yake. Bwana, hii ilikuwa ni sports updates ndani ya Gavoo Media. Si hatuna la ziada, nilikuwa ni sportsman wako Fredrick Kadala. Cha msingi endelea kusubscribe, kulike na kushare kwa faida ya siku nyingine. Endelea enjoy. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.